Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Kipindi ambacho kimekuwa baraka mno. Mimi nabarikiwa, sijui kwa upande wako, lakini wengine wamenipigia wanasema tunabarikiwa sana na kipindi chako. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukinisapoti kwa kusubscribe kwenye account yangu. Wewe ambaye umekuwa ukicomment na kulike, Mungu akubariki sana. Waambie na watu wengine, kipindi hiki ni muhimu sana. Tuko katika kuzitazama tabia za upendo, na tumeifikia tabia ya mwisho, tabia ya 15. Tumeziangalia 14, tumefikia ya 15 ambayo nilisema ndio ya mwisho katika zilizoorodheshwa na Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakorinto sura ya 13. Sasa katika hii ya 15 inapatikana katika mstari wa 8, inasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, ukiwapo lugha zitakoma, ukiwapo maarifa yatabatilika. Neno la au tabia ya 15, upendo haupungui neno wakati wowote. Mwenye upendo hapungui neno. Neno hapa maana yake liko katika namna mbili. Neno maana yake ni Yesu. Tukisoma Injili ya Yohana sura ya 1, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo huyu neno ni Yesu. Kila mwenye upendo anaye Yesu ndani yake. Na upande wa pili, kila mwenye upendo ana neno ndani yake. Anakuwa na neno ndani yake. Yaani anakuwa na Yesu, na Yesu anamjalia kuwa na neno la kuambia wengine. Kwa hiyo mwenye upendo huwa hakosi cha kuambia watu wengine. Anawaambia, anakuwa na cha kuambia. Kwa nini? Kwa sababu mwenye upendo ana tabia ya kuzungumza na wengine. Yepi? Kuhusu neno la Mungu, kuwashauri, kuwaombea, kuwaonya na kadhalika. Mtu mwenye upendo huyu amejaa neno ndani yake. Biblia inasema mwenye upendo hapungui neno wakati wowote. Kila wakati ana neno. Kila wakati ana neno. Wakija wenye maarifa, yeye anawashinda. Anasema ukija unabii ataushinda. Zitakoma. Zikija lugha mbalimbali zitashindwa tu kwake. Maana yake ni kwamba huyu anawazidi wote. Anawazidi. Kwa nini? Kwa sababu ana neno ndani yake. Hapungui neno mwenye upendo. Neno linakuwa ndani yake. Na Mtume Paulo katika Wakolosai anasema neno la Kristo lisipungue, likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kila mwenye upendo neno la Kristo ndani yake limejaa. Kwa hiyo wakiamshwa saa 6, saa 10, saa 8 usiku, saa yoyote atakayoamshwa, yuko tayari kuambia watu habari za neno, maana limejaa ndani yake. Tunakumbuka hata wakati wa Yesu Kristo alipojaribiwa na Ibilisi, alimshinda Ibilisi kwa kupitia neno. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na neno limejaa kwa wingi ndani yake. Mtu mwenye upendo neno la Mungu limejaa ndani yake. Maana yake anaijua Biblia. Ana vifungu vingi vya Biblia ndani yake ambavyo hivyo anavitumia kuwasilisha ujumbe ama kuonya na kadhalika. Basi mpendwa mtazamaji, hakikisha una neno la Mungu ndani yako. Neno la Mungu kwako ni muhimu sana. Mwenye upendo ana neno la Mungu ndani yake. Akiulizwa chochote anajibu. Anafanya maana analo la kufanya. Anasema maana anacho cha kusema. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ndani yake limejaa. Hapungukiwi. Hana njaa ya neno la Mungu. Hana kiu ya neno la Mungu, maana lipo ndani yake.
Mungu wa mbinguni akubariki na wewe. Usiache kusoma Biblia, usiache kuisoma mara kwa mara, maana itakusaidia na kukubariki. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki. Tumefika mwisho wa kipindi chetu na wakuzitazama hizi tabia za upendo. Tutane tena kwenye jambo jingine tutakapopata nafasi. Usiache kufuatilia vipindi hivi vya baraka mno. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akuinue, akujaze kwa wingi baraka zake. Kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.